Iran imedaiwa kupitia kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kurusha makombora mawili yaliyolenga meli za kibiashara zilizokuwa zikivuka katika mlango wa bahari Hormuz usiku wa kuamkia hii leo Julai 7 mwaka 2026 katika tukio jipya linaloashiria kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Taarifa hizo zimeripotiwa na vyombo vya habari vya Marekani vikimnukuu afisa mmoja wa Marekani aliyesema mashambulizi hayo yalisababisha uharibifu mkubwa kwa meli mbili za kibiashara, ingawa hakuna vifo wala majeruhi walioripotiwa. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mashambulizi hayo yamezua taharuki kubwa katika sekta ya usafirishaji wa baharini, hasa kutokana na umuhimu wa mlango wa bahari Hormuz katika biashara ya kimataifa. Njia hiyo nyembamba ya bahari ndiyo lango kuu linalounganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman, na inatumika kusafirisha sehemu kubwa ya mafuta ghafi, gesi asilia iliyoyeyushwa na bidhaa nyingine muhimu kutoka nchi zinazozalisha nishati kama Iran, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Iraq na Umoja wa Falme za Kiarabu kwenda katika masoko ya Asia, Ulaya na maeneo mengine duniani. Afisa huyo wa Marekani alisema meli hizo mbili ziliharibiwa kwa kiwango kikubwa, lakini wafanyakazi wote waliokuwa ndani walinusurika. Hata hivyo, hakutoa maelezo ya kina kuhusu aina ya makombora yaliyotumika wala kiwango halisi cha uharibifu uliosababishwa. Kwa upande wake, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM haikutoa tamko la haraka kuthibitisha au kukanusha taarifa hizo, huku ikielezwa kuwa inaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya usalama katika eneo hilo ambalo limeendelea kwa kitovu cha mvutano wa kijeshi kwa miezi kadhaa. Wakati huo, shirika la Uingereza la ufuatiliaji wa biashara ya baharini lilithibitisha kupokea taarifa kuhusu meli ya mafuta iliyogongwa na kitu kisichojulikana kwa upande wa kushoto wa meli wakati ikisafiri kuelekea kusini takriban maili 8 za baharini, sawa na kilomita 15 mashariki mwa Lima nchini Oman. Tukio hilo lilisababisha moto mkubwa kuzuka ndani ya meli hiyo, na wafanyakazi wake wakaanza mara moja juhudi za kudhibiti ili kuzuia madhara makubwa zaidi. Ripoti zinaeleza kuwa meli zilizolengwa inaaminika kuwa ni Al Rikayat, meli ya kubeba gesi asilia iliyoyeyushwa inayomilikiwa na kusimamiwa na kampuni ya Nakilat ambayo ndio mhimili mkuu wa usafirishaji wa gesi wa Qatar. Kwa mujibu wa taarifa hizo, kombora lilipiga upande wa kushoto meli hiyo karibu na sehemu ya juu ya chumba cha injini, eneo ambalo ni muhimu kwa uendeshaji wa meli. Ingawa uharibifu ulitajwa kuwa mkubwa, hakuna taarifa za wafanyakazi kujeruhiwa. Mashambulizi hayo yanaripotiwa kutokea siku chache baada ya kumalizika kwa mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran, ambayo yalifanyika kwa lengo la kutafuta suluhisho la kudumu la mgogoro uliotokana na vita vilivyoanza kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Licha kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda wa siku 60 ili kutoa nafasi ya kidiplomasia, hakuna dalili za wazi zilizoonyesha mafanikio katika mazungumzo hayo. Hadi sasa mamlaka za Iran hazijatoa tamko rasmi kujibu madai ya kuhusika na mashambulizi hayo. Wakati huo, jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya usalama katika mlango wa Hormuz, huku kukiwa na hofu kwamba kuongezeka kwa mashambulizi katika eneo hilo kunaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa biashara ya kimataifa, usalama wa baharini na uchumi wa dunia. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.